Msukuma mmoja kule kanda ya Ziwa au Masai mmoja kule kanda ya kaskazini au Mgogo mmoja hapa kanda ya kati, akiwa na kundi la ng'ombe, analipeleka malishoni au analipeleka gulioni, anayepata fimbo za kutosha ni huyu aliye karibu naye. Yani mchungaji humcharaza zaidi fimbo ng'ombe aliye hapa karibu yake, hali ya kuwa yeye si anayechelewesha msafara. Anayechelewesha msafara huwa ni yule ng'ombe wa mbele kule ambaye anakwenda taratibu, na pengine yule wa mbele amevishwa korokoro, ngongoro 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 ngongoro, lakini mikwaju anakula huyu hapa. Wakati mwingine ili ujumbe ufike mbele kwa watu wa kule, lazima uadhibu kwa maneno makali hawa walio mbele yako. Wakati mwingine umzungumze adui, lazima utoe mfano kwa hawa unaowaona. Wakati mwingine ili upeleke message kwa jamii ya mbali, lazima ujumbe ufikishe kwa wale ulio karibu nao. Sasa leo nataka niwatumie nyinyi kufikisha ujumbe mahali pengine, kwa Waislamu wote duniani. Sigusi mada ya Isra, hiyo namwachia shekhe mwenyewe kwa taaluma na elimu yake. Lakini nataka nizungumzie msiba walionao Waislamu na wa Afrika au mataifa mengine nje ya wazungu. Haya ambayo leo tunafundishwa juu ya safari ya Isra na Miraj, wazungu waliyatumia kwa vitendo ili kuifanya dunia ipate maendeleo, lakini Waislamu wenyewe hawana faida. Nitataja vitu vitatu tu vilivyotumika kutoka safari ya Isra na Miraj. Cha kwanza, ndege. Uvumbuzi wa ndege umetengenezwa kutokana na historia ya mnyama Buraq aliyesafiri kutoka Masjid al-Harami kwenda Masjid al-Aqsa kwa kutua vituo mbalimbali vitano. Si naeleweka sawa sawa? Kwa hiyo mzungu kutoka kwenye safari ya Isra aliweza kuvumbua teknolojia ya utengenezaji wa ndege kutoka katika taaluma ya wanasayansi wa Kiislamu walioishi karne ya 7, karne ya 8 mpaka karne ya 16 wakati wa Ottoman Empire. Safari hii ya Isra ndiyo safari ambayo mzungu amegundua televisheni kwa mara ya kwanza, kwa sababu wazungu waliliona hilo baada ya mtume kwa mara ya kwanza aliporudi safarini, alipohujiwa maswali kwamba kweli kafika katika Masjid al-Aqsa. Asubuhi ameamka, anawaambia waumini, anawaambia Waislamu, leo nimekuamkieni asubuhi yenu, nimetoka katika Masjid al-Aqsa. Aliogopa mtume kusema kaenda mbinguni, maana watu wasingemuelewa mapema. Akawaambia, hivi ninavyokuambieni, nimekuamkieni, nimetoka Masjid al-Aqsa, nimetoka Farisini, Jerusalem. Mmoja kati ya makafiri wakati ule, mmoja akiitwa Abu Jahali, baba wa ujinga, alimfuata mtume baada ya kusikia taarifa kutoka kwa mmoja wa waumini wa Kiislamu, alafu akaenda kumfuata mtume kwa faragha, akamuuliza, ikitokea nimewaita watu hayo maneno kwamba umetoka Yerusalemu, unaweza kuyatangaza mbele za watu? Maana nataka nikupromote sasa hivi. Yani anamjaza mtume, anahisi mtume ni mjinga. Mtume akasema, na njoo waambie waje, nitasema nimetoka Yerusalemu. Abu Jahali akaona, leo ndo nataka kumuonyesha Muhammad katika mijitu miongo duniani hakuna kama lenyewe. Akakaa pale, akawaita watu, jamani njooni, Muhammad ana jambo kubwa hajalifanya tangu kazaliwa.
na watu wakaona Abu Jahali ana nini, watu wakamiminika pale. Alafu akamwambia, nikwambieni taarifa, Muhammad anasema kuna mahali kaenda, lakini kisema mimi mtaona muongo. Muhammad, hebu sema mwenyewe, umesema ulienda wapi leo? Umesikia swali la kichokozi hilo? Yani hebu waambie watu leo ulienda wapi leo? Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia, mimi nimewajieni alfajiri ya leo, nimetoka Palestina. Sema unasema? Sema nimetoka Palestina. Mmoja kafiri akamwambia, umehamia Muhammad, hakuna mtu muongo kama wewe. Yani umeenda Palestina wewe? Wewe uliyezaliwa mtoto wa Abdullahi uliyekaa hapa, hata baiskeli humiliki, huna mnyama wa kupanda, alafu tena usiku na umerudi. Wachawi hawaendi hivyo. Umeangamia wewe Muhammad. Haya yote anatukanwa mtume kwa sababu ya kusema amekwenda Palestina. Lakini ulipofika wakati mtume anataka kuthibitisha, wenye akili walimwambia, hebu kama kweli umefika Palestina, hebu tu wewe si ulienda, tutajie ikoje. Nataka nikupe homework. Nani ana maswali msikiti huu? Nyosha mkono. Mtu mmoja ambaye msikiti huu kaswali miezi 6, nyosha mkono. Kaka njoo. Kaka wewe umenyosha mkono? Njoo. Nataka nikupe homework, utajifunza kitu. Unaitwa nani? Muhammad. Unaitwa Muhammad. Hapo hapo ulipo, huu msikiti una nguzo ngapi na madirisha mangapi? Yako mengi. Madirisha yako mengi. Ataja idadi madirisha ya msikiti huu na nguzo zinazosimamia msikiti huu ndani ziko ngapi? Hamna kuangalia, hapo hapo sema. Siwezi kusema. Kwa nini huwezi kusisema? Sababu sijihifadhi kichwani. Yes, very good. Nenda kakae. Sallu ala nabi. Nataka msome kitu leo. Mtume ameenda usiku mmoja kaswali Masjid al-Aqsa kama imamu. Anarudi, watu wanataka kujua Masjid al-Aqsa ina madirisha mangapi, ina nguzo ngapi, milango gani imeelekea wapi. Wanataka kujua mbele ya mtume. Na akisema uongo mtume hakwenda. Swali hili nimeliuliza, anaulizwa mtume kaenda siku hiyo? Kaingia msikitini mara hiyo? Alafu huyu nimeuliza anayeswali msikiti miezi mingapi? Huyu bwana anasema yuko hapa msikitini miezi mingapi? Hajui ndani kuna nguzo ngapi, madirisha mangapi, milango mingapi. Mtume anaulizwa swali, kaingia mara moja msikitini, anatakiwa atoe majibu. Msikiti una nguzo ngapi, una madirisha mangapi, una milango mingapi? Mtume alifadhaika, kwa sababu inawezekana hata Imamu Abdallah hajui. Pengine swali hili nauliza ndo sasa hivi anahesabu madirisha hayajue. Mwenyezi Mungu hawezi kumhuzunisha mtume wake. Alichokifanya Mwenyezi Mungu, aliuleta Masjid al-Aqsa machoni kwa mtume. Ni nini hicho tunakiona? Ni nini hiyo? Ni nini hiyo? Ni nini hiyo? Mtume ndio mtu wa kwanza kuiona television. Mzungu kupitia safari hii amegundua nini? Amegundua nini? Television. Kwa hiyo kati ya Muislamu na mzungu, nani mwenye taaluma ya television? Kati ya Muislamu na mzungu, nani mwenye taaluma ya ndege? Alipofika pale mtume baada ya kusali rakaa zile, mtume salama akasafiri kwa ngazi inaitwa Mi'raj. Akasafiri minal Masjid al-Aqsa kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala mbinguni. Hapa alipanda ngazi. Hapa tunajifunza kitu gani? Mtume hapa amepanda nini? Hapa mpanda lift. Hapa sio ndege wala si ngazi, hapa kapanda lift. Yani kama angepanda ngazi ya mguu, basi angechukua miaka 600 hajafika mbingu ya kwanza. Angepanda ndege, ndege haina kanuni ya kwenda juu, ndege inakuwa
kuhamisha kutoka eneo kwenda eneo. Hapa mtume katoka pale alipo kwenda juu. Pale katika nchi ya Marekani kuna mnara, gorofa lina gorofa 110. Gorofa 110. Unaingia kwenye ngazi hapa, unakwenda gorofa ya 110. Pale Dubai kuna gorofa 100 na kadhaa, karibu 120 au 150. Na yenyewe iko kwenye ngazi. Gorofa 20 ziko chini ya bahari. Yaani unakaa hapa unagusa hivi, samaki anagusa kioo na unagusa uko ndani ya maji. Lakini kutoka pale ilipo kwenda zaidi ya gorofa 100 na unapanda pale kwa lift. Mtume ndio kiumbe wa kwanza kupanda nini? Lift. Mzungu katengeneza lift kutoka kwenye mafundisho ya dini gani? Ya Uislamu. Haya, niambieni nyie, mkandarasi gani wa Kiislamu amefaidika na mafundisho ya safari ya Isra ya Muhammad? Yaani leo kama tunaulizwa Waislamu mafundisho ya dini ya Kiislamu juu ya safari ya Isra aliyesafiri mtume mwaka wa 13 mwaka wa 11 Hijiria, anasafiri mina al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Waislamu kwa teknolojia tumejifunza nini na tumefaidika na nini? Waislamu wa dunia leo tunajibu nini? Ndege katengeneza mzungu, lifti katengeneza mzungu, TV katengeneza mzungu. Waislamu tumeachiwa ujinga. Sasa nataka hapa kidogo, ndo nataka tuelewane hapa. Ndo nilisema leo nitakutieni mikwaju nyie, lakini lengo langu asogee mbele yule wa mbele kule. Nataka nikwambieni, mzungu alipogundua kwamba Waislamu wana kitu kikubwa cha kuitawala na kuiendesha dunia, kitu cha kwanza alichokifanya mzungu ni kuharibu silabasi ya elimu ya Uislamu. Mtaala. Yaani ukitaka kumfanya mtu awe mtumwa wako, muondoshie mtawala wa kujitawala. Muondoshie mtaala wa kujitawala. Waislamu tumeondoshewa mtaala wa kujitawala. Kwa kuondoshewa syllabus ya Uislamu, mtaala utakao tufanya tuweze kujitawala, ndio maana leo dunia nzima haiwezekani kuwa na amirul mu'minin. Yaani hii haitatokea leo wala kesho, usijidanganye. Kwa nini hawezi kupatikana amirul mu'minin? Kwa sababu jambo la kwanza, Waislamu wametumbukiziwa madhehebu. Yaani kitu cha kwanza kinachoondoa kuwa na kiongozi mmoja wa Kiislamu duniani ni kule kuingiziwa madhehebu. Madhehebu ni akida anayoinyanyania mtu, inayompa upenyo wa kuutambua Uislamu na kuwa na msimamo juu ya anachokiamini na kutokuridhia maamuzi mengine yoyote nje ya anachokiamini. Mzungu amefanikiwa kwanza hapo kututengenezea msimamo kwa kutuanzishia madhehebu. Na ili shenda Ulaya, yale pale anaishi kwenye bati, nyumba ya bati, furusuti, pale ni jangwani, kuna joto, chini hakuna simenti, pembeni kuna mabati, ezeka mabati, analala nyumba haina kakaa pale anasubiri kwenda Ulaya. Lakini kwa sababu gani anakuja haya? Kwa sababu anaamini Ulaya ndiyo yaliko maendeleo. Nimekutana na mtu pale ana miaka 75, alikuja na miaka 18, alikwenda na miaka 18, sasa na miaka 75. Kaoa pale wake wawili, kazaa pale watoto 16, kajukuu pale wajukuu 38 sio 40, na yeye mwenyewe anasubiri kufa lakini ana uhakika. Tena kaja kwangu, mbia Sheikh nifanyie dua, nataka kwenda Ulaya. Miaka 75 ukienda Marekani unaenda kufanya nini zaidi ya kufuata kaburi tu? Miaka 70 Ulaya, Marekani sio unafuata kaburi tu. Miaka 75 utafanya nini? Maana hata leo wasema ya upendo basi. Lakini nini kimetufikisha hapa? Syllabus, mtaala wa kielimu hauwafevi vijana kuwafanya nguvu kazi ya taifa. Wanasiasa ni mpango wa wazungu kuitawala Afrika.
Leo tukiulizana hapa wangapi wamemaliza darasa la 7 nyie wote? Tukiulizana hapa wangapi wana kazi? Hakuna hata mmoja mlobaki saizi. Mlobaki wote wabangaizaji. Hakuna mtumishi. Utasikia huyu anauza vinguo, mitumba, huyu anauza kuku. Biashara utumbo. Wezekani tena. Tuna wakati mgumu. Ili tufike huko lazima tukubali kufanya mabadiliko katika mitaala ya ndio tuna profesa wa kufundishia chuo kikuu. Hatuna maprofesa wa kufundishia elimu ya kujitegemea ya wananchi wetu. Yaani leo tuna maprofesa wa kugraduate wanafunzi wanaograduate vyeti. Hatuna maprofesa wanao life zao. Sijui amnielewi. Ni maneno magumu sana, ni fikra ngumu sana, lakini lazima isemwe. Niliwahi kusema siku moja, iko siku nikifa, wako watu watatafuta kutamani kichwa changu wakifanyie uchunguzi, alafu uulize huyu mtu alikuwaje, alafu mimi sikusoma kabisa, hata la 7 mimi sikufika. Lakini the way naumia kuona kizazi kila kikicha. Leo wanafunzi wengi wakisoma nafikiria kuajiriwa. Wanafunzi wengi akisoma anafikiria kuajiriwa, na ndio maana neno kuajiriwa limekuwa mtaji wa wanasiasa. Ukikaa madarakani, mpinzani anachosema hakuna ajira, watu hawana ajira, watu hawana ajira, ndio mtaji wa kusema. Lakini ndio system iliyotengenezwa na mzungu, aliandaa mazingira kumfanya aliye madarakani achokonolewe, aliye chini atamani kwenda pale, na yeye akikaa hana cha kufanya. Mwisho wa siku nyie mnabishana tu, nani awe kiongozi, nani awe kiongozi, nani awe kiongozi, nani awe kiongozi. Badala ya kupiga hatua za maendeleo, mnapiga hatua za nani awe kiongozi. Mnabadili viongozi awamu 600, hakuna mabadiliko ya raia katika maisha. Huyu ndo mzungu katufikisha hapa. Tuiombe sasa serikali zetu hizi, marais wetu hawa, wabadili system, watutengenezee vijana watakao produce system ya kuifanya dunia ijitegemee, nchi ijitegemee. Ifike mahala tuwe na mafarmasisti wanaoweza kuwa na mashine ambazo watazalisha dawa pindi tatizo linapotokea, badala ya kukopa dawa na kutia mzigo mkubwa madeni kwa serikali kwa kukopa dawa za kukomboa tatizo mlilonalo. Yake wakae chini, wapitie katika vile viwanda walivyo navyo, maabara zilizotulia, waanze kufanya analysis, wagundue tatizo, watengeneze treatment, tuziuze badala ya kukopa na kuingia madeni. Tufike huko. Tufike huko. Watuandalie vijana, mtaala wa elimu utuandalie vijana wafikirie kuanzisha utengenezaji wa magari. Chuma tunacho, udongo tunao, bati tunalo. Waanze sasa kuproduce engine, watengeneze gari. Badala ya kuwa na gari inanunuliwa Marekani, badala ya gari inanunuliwa Japani, itengenezwe hapa, ili mtu kuwa na gari isiwe kitu cha maana sana. Leo mtu akiwa na gari anachukua demo wa mtu kama kasimama. Gari tu, gari ni nini? Upuzi mtupu. Jana wakati nakuja, kuna mahali nilipigwa mkono kati natoka Arusha. Kaja askari mmoja, namba zile za Kenya, nataka kitambulisho chenu, naomba. Mkali kama mbogo. Kasema nini? Tumeiba jamani. Nikashusha kioo, akanichungulia, kumbe Dr. Sule, haya nendeni.
Aya, niambie wewe umejifunza nini? Nisingekuwa Dr. Sule, manake mzigo ungetoka hapa. Nataka nikwambie kitu. Gari tu mtu anaona kitu cha thamani sana. Manake walikuwa wanafikiria V8, gari ya thamani zaidi ya milioni 400. Hao waliopo ndani na nafikia kidereva changu chenyewe chembamba hata kucha nene, hilo nalo lilikuwa shida. Sasa nataka nikwambieni ili tu go up, tusogee mbele, lazima tuende na wakati, to produce vijana watakaotengeneza chachu ya harakati za mabadiliko ya kiuchumi. Mabadiliko ya kiuchumi yanakuja sio kwa kufanya kazi. Nataka nikwambieni hakuna mfanyakazi aliyewahi kuwa tajiri, labda mwizi tu. Hakuna mfanyakazi amewahi kuwa tajiri, labda mwizi tu. Mfanyakazi yoyote huwa anatumikishwa umri wake wa mafanikio, kwa sababu ajira inaanza miaka 18. Sheria si ndio inasema hivyo? Alafu ajira inaisha miaka 60 mpaka 60 na ngapi? 65. Haya, niambie, umeajiriwa mshahara wa 800,000 au 5 au milioni unaokutosha kulipa kodi ya nyumba na kula chakula tangu miaka 18 mpaka miaka 65. Unapewa kinua mgongo cha milioni 35, una miaka 30, una miaka 65. Wewe si umepewa sanda ya kwenda kuzikiwa? Una miaka 65 na milioni 35, unafanya biashara gani utakaofaidika? Maana miaka 65 umeenda sana 10 mbele ushakufa. Hiyo sanda. Hakuna maendeleo hapo. Kwa hiyo hakuna mfanyakazi anafanikiwaga. Anayefanikiwa ni mfanyabiashara, anayefanikiwa ni mkulima. Hao ndio wanafanikiwa. Kwa sababu anazalisha kingi kwa umri mdogo, anatumia kidogo, anasave kingi. Ukiwa mfanyakazi unapata kidogo, unatumia kingi. Maendeleo ili yapatikane lazima tu produce maprofesa wajao, wawe maprofesa wa kuzalisha nguo, wawe maprofesa wa kuzalisha gari, wawe maprofesa wa kuzalisha meli, wawe maprofesa wa kutengeneza ndege, wawe maprofesa wa kutengeneza viwanda, mashine za kuchakata viwanda tutengeneze wenyewe. Hapo ndio mkombozi wa uchumi na hakuna atakayelaumiwa. Otherwise utakuwa ni mtaji tu. Leo nilikuwa nasikiliza nilikuwa namsikiliza mwanasiasa mmoja anahojiwa na waandishi wa habari. Anaulizwa, ulizuiwa kugombea? Anasema yeye, nimezuiwa kugombea wenyekiti na nimezuiwa kugombea urais. Ndio tulikofika huko. Mimi si mwanasiasa mabwana, lakini niambieni, kuwa rais kuna maslahi gani? Rais si mtumishi watu, kuna maslahi. Kwa nini mpaka uwe wewe? Kwani akiwa mwingine kuna shida gani? Imam, wewe una maslahi hapa ndani? Unayo? Kuna. Sasa kama najua huna maslahi zaidi ya lawama tu. Uongozi ni lawama tu, hakuna maslahi. Hivi mtajidanganya Shabara kanunua pikipiki kwa ajili ya ujenzi wa msikiti? Hakuna, tusidanganyane, hakuna. Zaidi ya yeye kubebwa lawama. Hata ile ambayo hakula utasikia alikwenda akazunguka akala. Matokeo aliyekula sikabadilika, kanzu zake zile zile za 50 za zamani. Ukibadilika kiuchumi hata macho yanaona. Hivi kuna taa ya kumuonyesha shule ya Vicente? Hayapo. Naendesha gari nzuri, halala pazuri, naisha mazuri. Hiyo dalili tosha nazo. Sasa utakuwa una maswali tu. Ganga kienyeji huyo ana pesa za majini, anapewa pesa na CCM. Utasema yote, lakini siri ya mafanikio yangu ujui, mpumbavu mkubwa, kazi majungu tu yamekushika. Ya ingekuwa CCM anatoa magari, nawe siendo kakafanya kazi CCM uwe na V8 kama ya kwangu. Hata vieleweki, ujinga tu. Sasa nataka niwaambie ndugu zangu Waislamu, mimi natamani sana kuona mabadiliko. Wallahi, siku moja mimi ningepata nafasi nikawa hata si nani, ningefanya mambo makubwa sana.
Mimi na elimu ndogo lakini na akili nyingi sana. Mimi wakati nasoma, bahati mbaya sana elimu ilikuwa chini. Maana sisi tulifundishoga na walimu waupe. Kaka kina Jamali nyie hamjui, tulikuwa na walimu wanaitwa walimu waupe. Mwalimu waupe alifeli darasa la 7, alafu ndo anakuwa mwalimu wako. Yaani feli anakufundisha, alafu wewe unataka ufaulu. Subhanallah. Tumetoka mbali wazee wangu, uongo kaka Abdallah. Tumetoka mbali. Mwalimu waupe kafeli standard 7, kanyonga standard 7 kanyonga. Alafu yeye anaajiriwa na serikali, ana kozi ya miezi 6, anakwenda kumfundisha mwanafunzi, alafu huyo aliyenyonga anatakiwa mtoe mwanafunzi aliyefaulu. Hii ilikuwa kali sana. Lakini ndo tulikosoma wenzenu. Hata mpaka tunafika hapa tunamshukuru Mungu tu, Uislamu ndio umetusogeza angalau hata tunajulikana. Kama si dini saizi ningekuwa kwetu mchuku yuko nalima vitunguu na pensi moja, makalio yote yako nje, miguu ina magega, utafikiri msasa wa kukwaruzia mbao. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam amenifanya na mimi leo wa thamani. Watu wakiniona, Sheikh salamu alaykum, Uislamu bwana. Kama tungesema kule tumefeli ndo tumefeli maisha, tulishafeli jumla, lakini tumefeli kule tukafaulu huku kwa Mtume. Nataka nikwambie, sira basi ndio inayotuharibu. Sira basi ndio inayotuharibu. Waislamu tukibadili sira basi, Uislamu utaendelea. Kwa kutokuwa na sira basi katika Waislamu, ndio maana leo nakuta Muislamu hamiliki hospitali. Muislamu hamiliki hospitali. Leo kiwauliza Waislamu hospitali ya taifa ya Waislamu nchi iko wapi, hawana. Lakini kanisa wanazo. Tena kubwa za thamani, Bugando, KKT pale Moshi, ukienda Itigi pale ipo. Muislamu hana hospitali, hana. Na hana hospitali sio tu ya taifa, hana hata ile ya kuzalishia mabinti huku mtaani. Mwanamke mwenye thamani anavaa jiribabi, anavaa nikabu, mikononi ana soksi, miguuni ana soksi. Akipata mimba, akienda kufanyiwa upimwaji, anakutana na daktari wa kiume jioni, amevaa cheni kubwa, anamwambia baba na bakola lake na kanzu fupi na ndevu za kisuna, kaa pale. Mama anaingia ndani, anavuliwa jiribabi, anatomasa. Hatari kwa hana sababu ya kushusha nguo ya ndani, anambia shusha na hiyo nguo, anamshusha na mtomasa. Kinena cha binti wa kike aliyejihifadhi katika ndoa kinaguswa na daktari mwanamume. Na Waislamu hata waoni shida, wao wamengangania kupiganiana tu, kutikisa vidole, kukunja suruali, kuanza bismillahi, sijui kufanyaje. Wapumbavu wakubwa sisi. Hivi kweli mtoto wa Kiislamu anawekwa uchi? Si tunangangania maulidi na hitima? Ndio Uislamu? Tukana Sheikh Abdallah, kwa nini maulidi mnamaliza pesa nyingi? Tukamsifu babu yako. Anajulikana na nani babu yako? Mzee Uzegeni. Nani anamjua Mzee Uzegeni? Ndugu zangu, nataka niwaambie kitu. Hakuna mabadiliko ya dini, hakuna mabadiliko ya maisha ya Waislamu kama hatujabadili mitaala ya dini. Vyuo vikuu vyote vya Kiislamu leo vinafundisha fitina, vurugu, mashindano na ubishi. Mimi siogopagi kutukana, nitukaneni sana huko mtandaoni, lakini wallahi nikifa ipo siku mtanikumbuka. Hiyo ndo hali ilivyo. Mtu kataharaji kutoka Madina, akija hapa na mtafuta wa kumsumbua na kumtukana. Leo imefikia mahala wanafunzi hawapendi kusoma dini, na malizia hapo. Wanafunzi hawapendi kusoma dini. Vijana wengi hawapendi kusoma madrasa. Na nataka nikwambieni, kama mlikuwa mjui siri ya wanafunzi kutokupenda kusoma madrasa, wanagoma kusoma madrasa, hawajui. Kwa sababu hawajui baada ya kusoma madrasa wanapata nini. Anajua akisoma shule ataajiriwa, akimaliza madrasa awe nani? Imam. Sheikh Abdallah imamu miaka 10 hapa, atamtoa? Ataweza? Msoma hutuba yuko tayari, atamtoa? Ataweza? Muadhini yuko tayari, atamtoa? Ataweza? Sasa najiuliza, Sheikh Abdallah na miaka 10 pale na ndo anapigwa mawe kila siku atoke. Mimi nikimaliza hii madrasa naenda kuanzisha msikiti wapi?
Ana upuuzi huo, anaachana na hiyo, anafuta bangi, anakula mirungi, anafanya kishanzi, kwa sababu silabasi ya dini haiwafanyi watoto wa Kiislamu wajue baada ya kumaliza dini watafanya nini ili kujiingizia kipato chao na kunawilisha maendeleo ya Uislamu. Hilo halipo. Silabasi, tubadili silabasi. Tukibadili silabasi, kila kitu kitakuwa sawa. Muislamu atapenda madrasa kwa sababu ndani ya Waislamu wa madrasa humo tutamtoa mkemia ambaye atakwenda kuzalisha dawa, alafu itakuwa na logo ya dini. Sinaeleweka? Leo imefikia mahali, hii miaka ya karibuni ndo tuna nafuu, lakini siku za nyuma misikiti ilikuwa tukijenga mkandarasi, ubao pale unakuta Multi-Charge sijui Enterprises. Jengo la msikiti mkandarasi Multi-Charge Enterprises. Siku hizi ndo angalau tunao wakandarasi wa Kiislamu, na ukienda kichwa ramani tu unapigwa bei ya nyumba. Lakini ingekuwa tunautumia mkondo wa elimu wa dini kwa maana ya syllabus kwa maendeleo ya matokeo ya Uislamu, Waislamu tulipaswa kuwa mbali sana. Kumbuka nimekwambia safari ya Isra na Miraji ina mambo matatu. Makafiri wameyatumia kuyafanyia teknolojia, Waislamu tumekuwa washangiliaji wa teknolojia iliyoandaliwa na Waislamu. Wakati mtume anafundishwa habari ya ndege, wakati mtume anafundishwa habari ya TV, wakati mtume anafundishwa habari ya lifti, Waislamu washangiliaji. Yuko Muislamu hajawahi kuiona ndege, yaani mara ya mwisho anaioneaga kule juu inapita ile. Yuko Muislamu ndege anaionea juu tu, sio kupanda, hata kufika tu pale karibu, hii ndio ndege hajawahi kuiona. Na mwalimu wa ndege mtume wake. Sheikh Abdallah, naomba radhi kama mtahisi nimesema maneno makali kidogo, lakini nimeyasema kwa ajili ya kufundisha, ila naamini hayana madhara. Kila nalolisema mimi huwa nalichuja. Sipendi kusema maneno yenye madhara kwa viongozi, msihofu, mko salama. Ila lazima tuwape elimu Waislamu na tuwape elimu serikali zetu. Tubadili mitaala ya elimu kufanya ukombozi wa Afrika. Mwafrika ndio mtu duni kuliko yoyote kwa sasa, na Afrika ndio kwenye mali zote nzuri kuliko bara lolote duniani. Watu wanapapenda kwa wazungu ni kwa sababu ya majengo tu, ndugu zangu. Marekani hamna kitu. Marekani spring, muda wa kuchipua miti ni miezi mitatu. Yaani Marekani unaona majani baada ya miezi mitatu hamna majani, pakavu, miti yote kama kuni. Lakini Tanzania mwaka mzima unatembea unakutana na miti kijani. Marekani mvua inanyesha kwa msimu. Kuna msimu hamna mvua, inanyesha barafu tu. Barafu inafikia mpaka gari pa kuitoa huna. Afrika tuna kila sababu ya mafanikio, lakini tumekosa syllabus, tumekosa mitaala ya kuifanya wa Afrika tuwe na maisha bora. Mwisho wa siku leo tunatafunwa na siasa. Tunaweza kubadilika. Wasomi, maprofesa, viongozi wa siasa, watawala, mimi Sule mtu mdogo sana, lakini kaeni chini myatafakari maneno yangu. Hata kama si sasa, miaka 10 ijayo nikiwa sipo duniani, inaweza kulisaidia taifa hili na mataifa mengine ya Waafrika. Waafrika tuna hali mbaya, lakini ya kujitakia. Kukubali kupokea maelekezo ya namna ya kuishi, hali ya kuwa sisi ni watu wenye akili timamu na tunaweza kubuni mbinu zitakazotuondoa aina moja ya maisha kwenda aina nyingine ya maisha. Lakini kwa kuzifinya fikra zetu tunabaki kuwa watumwa katika sera za watu wa magharibi. Dunia inahitaji mabadiliko, lakini mabadiliko yanaanzwa na sisi wenyewe.